Naam, mtazamaji wa Trendy TV pamoja na Chile TV. Bwana, leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza. Unayemwona hapo bwana ni mzazi wa kiume wa moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana sasa hivi katika mziki wa Bongo Flava. Atajielezea, ataeleza dukuduku lake, atatoa ushauri, maoni na hatua ambazo anataka kuzichukua kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi mtandaoni. Bwana brother, Faza, mambo vipi? Salama kabisa mtangazaji. Bwana Faza, kwanza kabisa tungependa tukufahamu jina lako, wewe ni nani na unajishughulisha na nini? Naitwa Omari. Mimi ni mkulima tu, pia ni mfanya biashara mdogo mdogo. Nimewatafuta, kuna jambo ambalo liko kwenye moyo wangu sana, inanisumbua. Yani si nisemeje mtangazaji. Unaposema kwamba jambo lipo kwenye moyo wako linakusumbua, hebu tuelezee, yani ni jambo la aina gani? Labda Huyu binti yangu huyu wanamuita Jojo, Pipi Jojo, si ndio jina hilo? Sio ndo hilo wamempa, lakini yule mwanangu ni Janeti. Janeti ni binti yangu kabisa kabisa. Kipindi mimi anaishi kwangu alikuwa namsomesha sana, namsomesha kajinani sana, kasoma vizuri, lakini kipindi yuko shule alikuwa anapenda sana kuimba, lakini alikuwa anapenda kwenda kanisani. Sasa naniuma sana. Huyu aliyemchukua huyu anajifanya kumsimamia huyo Elijah Chief, namtafuta, yani mnikutanishe naye kabisa, na mambo mengi ya kuongea naye. Umesema kwamba binti yako anaitwa Janeti, lakini kisanii siku hizi watu wanamuita Pipi Jojo. Unasema kwamba zamani alikuwa anapenda sana kuimba kanisani. Hebu tupe kwanza background yako wewe na mama yake. Mkeo labda yupo na yeye pia analizungumziaje hili swala? Tulitengana na mke wangu ambaye ni mama yake Janeti ni muda kidogo, lakini aliweza kunipigia simu kunipa taarifa kuwa umeona mwanao unachokifanya. Nikamuuliza kitu gani hicho? Kuna vitu amefanya sio vizuri au ndo malezi hayo? Sasa nikajua ni kitu gani. Kuna kijana mmoja akaja kunionyesha, akatumia vile video ambazo mimi sikupendana nazo kabisa. Yani anafanya kitu kama hicho kweli? Huyu chifu anaitwa chifu nani huyu kijana huyu? Anaelebia sana binti yangu. Anaposti vitu ambavyo sio vizuri kabisa. Naam. Mzee, labda hebu tuzungumze kwanza kuhusiana na issue ya safari ya binti yako. Umesema kwamba binti yako alikuwa anapenda sana kuimba tokea akiwa bado mdogo. Na wewe je, kwa upande wako wewe ulijua kwamba ana kipaji na ukamruhusu afanye mziki au ilikuwaje kwa zamani? Nilikuwa najua ana kipaji, ndio maana alikuwa anaimba kanisani. Nilitaka baki kule, lakini kwa sababu alivyoona tu akahamia upande wa pili, ndio akawa anaimba si nyimbo hizi si wanaita Bongo Flava za dunia hizi. Mimi nilitaka baki kule kwenye dini. Umeona, kipaji anacho toka muda mrefu, anajua kuimba tena vizuri sana. Na wewe uliridhika kabisa wewe anaimba kanisani kwa sababu wewe mwenyewe ni Muislamu, na yeye binti kwa nini akaenda kwenye dini ya mama yake? Uliruhusu hiyo iwe hivyo au ni makubaliano wewe na mkeo? Niliruhusu kwa sababu mimi ni kama mzazi. Niliruhusu kwa sababu Mungu ni mmoja. Niliruhusu aende kanisani aimbe. Kwa hiyo nilipenda sana alivyokuwa anafanya. Naam. Na labda baada ya kuimba huko kanisani, huyu binti yako alikuwa anakaa na nani sana? Alikuwa anakaa na wewe au alikuwa anakaa na mama yake? Kipindi hatujachana mke wangu tulikuwa tunaishi naye vizuri. Ndio ile binti tunaishi naye, ila alivyotengana na mke wangu aliweza kumchukua, lakini baadaye kwa sababu binti alikuwa kishaanza kujitambua kidogo, kama kuonyesha maisha yake, akawa anaishi kivyake, lakini kuja kusikia kitu kinachoendelea sio kizuri kabisa yani.
Sawa. Kwa hiyo baada ya binti kuanza kuishi mwenyewe, baada ya kutoka kwenu nyinyi, baada ya nyinyi kutengana na yeye kuanza kuishi peke yake, ina maana kwamba hakutoa taarifa kwa wazazi wake nyinyi kwamba yeye labda anataka ahamie kwenye kuimba mziki wa Bongo Flava? Hakutoa taarifa kwa sababu alikuwa kishaanza kujitegemea mwenyewe, alichukua maamuzi yake mwenyewe. Kwa hiyo hii issue ya binti yako kuimba Bongo Flava umeiona tu mitandaoni? Nimeiona kwa sababu nilivyoambiwa nikaanza kufuatilia, ndio nikaona ile video ya Chief akiwa naye binti yangu. Huyu Chief huyu analibia sana binti yangu. Video gani ya kweli? Mtoto wangu mimi anakatika mauno, anamkatikia Chifu. Tabia gani hiyo? Hata kama ni mziki. Mimi nimefanya sana mziki nimefanya sana mimi. Mbona mimi sikuweza mimi kuanza kukatikia? Nimefanya sana mziki mimi, lakini alichokifanya sio kizuri. Alafu video naiposti. Kwa hiyo kitendo cha wewe kilichokukwaza zaidi ni issue ya Chifu ambaye ndo meneja wake sasa hivi, ndo anayemsimamia kwenye mziki. Kitendo cha Chifu binti yako kumkatikia mauno, kile wewe ndo kimekukwaza sana. Hiyo video sio ya kuposti. Kitendo gani hicho alikifanya? Yaani nawaomba watangazaji mnikutanishe na huyo Chifu Goodluck. Nikikutana naye atanieleza mimi ni nani. Mimi ni mzazi. Vitu gani alivyofanya? Sawa, umeamua kumsimamia mwanangu, lakini sio kwa vitu kama hivyo. Mzee, kuna jambo pale tumeona kwamba huyu Chifu yeye anasema kwamba amejitambulisha yeye kama yeye ndio baba. Maana tokea mwanzo, tokea wanaanza kushuti wanaanza kuposti kabla kazi hazijatoka, kabla hii video haijatoka ya Chakacha, kabla haijatoka ni kwamba alikuwa anajitambulisha yeye ndio baba mzazi. Je, hiyo taarifa unayo? Hiyo taarifa mimi sina. Lakini kama kazungumza hivyo, ndio maana nikasema namtafuta. Tangu lini akawa na binti kama yule? Yule kijana ni mdogo sana. Ni muongo. Ndio maana namtafuta. Anazungumza vitu ambavyo havipo kabisa. Yule mimi ni mwanangu, damu yangu ile. Kwa anajitangazia yeye kuwa ni mtoto wake, atajua mimi ni nani. Naam, mzee, pia vile vile labda uone kama hiki ni kitu kizuri, kwa sababu huyu Chifu yeye ametia hela pale. Maana yake yani amewekeza, ameinvest. Ameweka pesa ndefu kidogo. Maana tumeona video ile, kwanza video yenyewe umeiona kwanza ya Chakacha? Nimeiona. Unaizungumziaje kwanza video, ukiachana na issue iliyokaa kimaadili, unazungumzaje video? Maana video imeonekana ni ya gharama, ni kali, imeenda kushutiwa mkoani, wamefanya vitu vya kitamaduni mule ndani. Ni sawa, ni nzuri, lakini sikutaka mimi mwanangu aende kule aimbe mambo hayo. Sikupenda kabisa. Na kama anisikie kabisa ninachokizungumza hapa, naomba aache mara moja. Anajifanya kumsimamia Chifu, anamsimamia, aache mara moja. Aache kabisa. Sasa akiacha kumsimamia, maana yake binti yako hapo, si inawezekana akapotea kabisa kwenye muziki, kwa sababu sasa hivi watu wanaonekana kama vile wameanza kumpokea vizuri. Binti anaweza akaanza kupata fedha za show, streams, ma views na nini, akaanza kuingiza hela kupitia muziki. Watoto wa kike ni shida sana kwenye muziki, ni changamoto kubwa sana. Wataanza kutokea vitu vya ajabu. Kwa mimi kama mzazi itakuwa vinanizalilisha. Kwa hiyo bora tu aache kabisa, afanye mambo mengine, afanye biashara, lakini mambo ya muziki hapana, sitaki. Iwapo kama binti akiacha muziki, unatamani afanye nini? Kuna shamba tutauza, atafanya biashara, atafungua maduka ya nguo, kuliko muziki hapana, bora afanye watoto wa kiume. Sitaki kabisa. Sasa labda hivi karibuni labda umepata nafasi ya kuzungumza na binti yako, maana umesema kwamba kwa upande wa Chifu labda tukukutanishe naye. Je, wewe mwenyewe labda umepata nafasi ya kuzungumza na binti yako Pipi Jojo? Napiga simu zangu hazipokelewi. Nakumbuka kuna siku moja tu kapokewa, nani huyo, nilimpigia kwa huyo nani Chifu alipokea. Nataka niongee na binti yangu, hakuweza, alikata simu. Hapokei simu zangu, napiga sana simu mtangazaji, hapokei. Ndio maana nikawaita nyinyi waandishi, imfikie hii. Nahitaji kukutana na mwanangu, nizungumze naye. Na
kikubwa zaidi ni kwamba watu wengi sana sasa hivi mitaani wanazungumza. Kama wewe ukiwa kama mzazi, kama ulivyosema kwamba umeumia au hujapendezwa na kitendo cha binti yako kumkatikia miuno na video kupostiwa, pia vile vile watu wanazungumza kwamba bwana, binti yako anaishi mule mule, anaishi kwenye nyumba ya chifu. Anaishi mle, ndio maana nafanya upuzi kama ule. Kwa mimi sina mengi ya kuongea, nahitaji tu mwanangu nizungumze naye. Hayo masuala sitaki kabisa yafanye, sitaki. Naumia sana, sitaki. Narudia tena sitaki, naongea kwa msitizo, sitaki mwanangu afanye vitu kama hivyo. Huyo chifu huyo sitaki amsimamie, sitaki. Mshua huoni kama labda vipi fursa? Unajua wanawake nao pia sasa hivi 50-50 wanasema fursa hii ya kutengeneza fedha hii, jaba ikitokea labda binti akianza kupata pesa akakutafuta akasema kwamba labda anataka akujengee, maana tumeona mabinti wengine hawa kina Zuchu wananunulia wazazi wao magari, nyumba. Vipi kwa upande wako, labda hutaki kusubiria mafanikio ya binti yako ule? Freemason hizo sitaki nyumba mimi, ila kwa mambo ya Freemason yani sitaki kabisa. Na vipi kuhusiana na mke wako? Mke wako yeye anazungumziaje swala la binti yenu kuingia kwenye mziki na mambo yote yaliyotokea mtandaoni? Mke wangu hawezi kusimama kidedea, yeye ananiachia mimi baba yake. Kwao kaniambia tu fanya juu chini, mtafute binti yako ili uongee naye. Kwao hawezi kufuatilia sana. Kwa mimi kama baba nasimama, lazima hilo swali nilifuatilie. Na vipi kuhusiana na upande wa ndugu, labda ndugu jamaa na marafiki wa karibu, baada ya kuona kwamba binti yako ameanza kuwa maarufu na video kama hizo zimesambaa mitandaoni, vipi kwa upande wa ndugu, analizungumziaje hili swala? Ndugu wanalizungumzia, wananiambia binti yako vipi, vitu anavyofanya mbona sio, hawajapenda wote, hata ndugu. Unaona? Kwa hiyo mimi kama mzazi lazima nisimame na msimamo wangu. Wa ndugu hawajapenda kabisa, na anapigiwa simu sana na ndugu zangu, marafiki zake. Japo marafiki wanakuwa na support, lakini kuna baadhi marafiki zake wana support, lakini upande wangu mimi na baadhi ya ndugu hawajapenda. Hasa ile video chifu anaharibu binti yangu sana. Hii video gani ya kupost ile? Na hizi tabia za kukatika miuno binti alishaye kuzionyesha huko zamani? Mwanangu hakuwa na tabia kama hiyo, wanamfundisha tabia mbaya sana. Sawa. Na labda kwa kumalizia tu kama hapa labda chifu anakutazama sasa hivi, una kipi cha kumwambia? Chifu unayenitazama hapa, naomba achana binti yangu, sitaki umsimamie. Naomba ukutane na mimi, sitaki kabisa tuyazungumze. Mimi kama mzazi sitaki hilo swala. Achana na vitu kama hivyo. Kama unanunua kutumia pesa zako, tumia kwa vitu vingine, sio kwa binti yangu. Unajifanya unamsimamia, unataka, sitaki. Na wasiwasi wako sana ni nini mzee? Maana kilichoonekana pale ni miuno tu. Wasiwasi wako wewe sasa aswa ni nini? Labda wasiwasi wangu mimi ni kumuingiza kwa sehemu ambayo sio. Atakuwa na mimi mali ambazo mimi nakuja siku nje kutolewa kafara mimi. Achane, yani acha kabisa. Na kwa binti, maana umesema kwamba binti yako unampigia simu apokee. Je, kama naye pia anakutazama sasa hivi, una kipi cha kumwambia? Binti yangu, mimi kama mzazi wako, naomba upokee simu. Nahitaji kuzungumza na wewe. Hata ukipokea simu nataka kukutana na wewe, nizungumze na wewe kama mzazi. Nakuomba kabisa mwanangu, mimi baba yako, nahitaji kuzungumza na wewe, nikutane na wewe popote ulipo. Ukiona hii, nitafute, nipe location nije nikufuate ulipo, tukutane tuzungumze. Maisha mengine yaendelee. Sawa. Naam, mtazamaji wa Chile TV pamoja
na Trend TV tulikuwa tuko na mzazi wa Pipi Jojo hapa, tulikuwa tunazungumza naye. Ameyazungumza dukuduku lake akiwa kama mzazi, ameelezea jinsi gani ambavyo hajapendezwa na video ambazo zimesambaa mitandaoni zile zinamuonyesha binti yake akiwa anakatika miuno mbele ya meneja wake ambaye ni Chief Godlove. Lakini kwa upande mwingine pia amekuwa akijitambulisha kama baba wa Pipi Jojo. So baba mwenyewe amezungumza hapo. Kama una maoni weka hapo chini katika comment section, lakini pia vile vile hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.